Shalom shalom, karibu kwenye kipindi cha asubuhi Morning Authority, asubuhi yenye mamlaka kwenye siku yako ya leo ambayo Mungu amekupa. Leo asubuhi ya leo nataka nikwambie neno lenye mamlaka na utatembea kwa ushindi na kwa uzirisho mkubwa. Ukisoma Zaburi ya 23 inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Asubuhi ya leo uamini kwamba Bwana ndiye mchungaji wako, nawe hautapungukiwa na kitu popote utakapo kwenda. Wengi wanawaza itakuwaje? Yawezekana najiuliza itakuwaje siku ya leo kwenye biashara zako, kwenye kazi yako, kuna vitu hauelewi. Nataka nikwambie leo asubuhi hii, ukiamini hili neno, hautapungukiwa na maarifa kwenye kazi yako, hautapungukiwa na hekima kwenye kazi yako. Utafanya maamuzi sahihi, na kwenye biashara zako hautapungukiwa na wateja. Kama ulikuwa na wateja 100, leo wanaenda kuongezeka wateja, kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wako, naye hawezi kukupungukia, hawezi kukuacha wewe upungukiwe na vitu. Kwa kila ambacho Mungu anataka akupe asubuhi ya leo itakuwa, lakini utakapokuwa alignment na hili neno na kuliamini hili neno la asubuhi kwamba yeye ni mchungaji kwenye maisha yako ya siku ya leo. Kwa nini amesema hutapungukiwa na kitu? Kwa sababu yeye ndo mchungaji wako, na kuchungwa ni kukubali kuongozwa. Kiufupi ni kuongozwa. Kwa mtu yoyote yule, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, ukikubali kuongozwa na mfumo ambao upo juu yako, wewe hauwezi kupungukiwa. Utapata favor hapo, na utakuwa na amani, utakuwa na furaha, utapata matokeo mazuri, kwa sababu umekubali kuingia kwenye mfumo wa mahali hapo. Kwa hiyo kupungukiwa kwako utasikia kwa wengine wala ambao wamekataa kuwa aligned na mfumo wa mahali fulani. Na asubuhi ya leo nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba yeye Mungu akiwa mchungaji kwenye maisha yako asubuhi ya leo, kwa maana ukikubali kuongozwa na yeye, wewe upungufu hautakuja kuona, utakuwa unausikia kwa majirani, utakuwa unasikia kwenye biashara za wengine. Kama ukikubali kuongozwa na Mungu usiyemuona, ambaye haonekani physically, hiyo sasa ndo itakufanya uwe na hekima ya kukubali kuongozwa na mamlaka au na mfumo ambao upo mahali hapo. Kwa maana ukisikia mfumo, sio kwamba au ni vitu fulani. Mfumo ni watu. Mfumo umeshikiliwa na watu. Kwa hiyo ukikaa mahali hapo, kama Mungu ambaye haonekani amekuongoza kupitia neno lake na ukalitii, basi watu ambao wanaonekana itakuwa ni rahisi sana kuwatii na kukubali kuongozwa nao. Na hivyo sasa utapata favor, utapata mafanikio, watu watakuletea maarifa mapya, watu watakupa vitu, kama Biblia ilivyosema kwamba hutapungukiwa na vitu. Wenyewe wataleta vitu kutokana na hekima ulionayo mahali hapo. Kwa nini watu wengi wanayapitia haya ambayo wanapitia? Kwa nini watu wengi wananyauka? Kwa sababu wamekataa, hawajakubali kualign na mfumo wa mahali hapo, au na mfumo wa Mungu kupitia neno lake, kwa sababu Mungu ni mfumo, na mfumo huo ametupa neno lake, na neno lake ndo kanuni ya kutufanya sisi tuongozwe
alafu tupate malisho. Kondoo yoyote ambaye yupo nje na mchungaji hawezi kunawiri sawa sana kondoo ambao wanachungwa. Lakini asubuhi ya leo, wewe ni kondoo, na kuombea neema ya kukaa kwenye mfumo na ukubali kuongozwa, ndipo utastawi, utanawiri, utafanikiwa, utafurahia maisha na utafurahia dunia. Hautakubali, hautasubiria Yesu kuja, bali utamngojea Yesu kuja kwenye maisha yako. Kubali kuongozwa asubuhi ya leo na mfumo wa Mungu ambao ndo neno lake. Na huu mfumo wa Mungu ndo mfumo salama na ndo ulinzi wetu kuzidi mifumo yote duniani. Na huu mfumo ndo utakufanya uijue na mifumo potofu ambayo inakufundisha kupoteza network au kupoteza uhusiano wako na Mungu. Asubuhi ya leo na kuombea, kaa kwenye mfumo wa Mungu. Neno la asubuhi ya leo litakuwa na nguvu kwenye maisha yako. Hautapungukiwa ndugu yangu unayeniona, mpendwa mwenzangu. Morning Authority.